Kwa majina naitwa Kiza Mayeye, ni mbunge wa jimbo la Kigoma Kaskazini. Ni kweli nimepiga kura ya ndio na si mara yangu ya kwanza kufanya hivyo, kwa sababu si mara yangu ya kwanza kuwa bungeni. Nilikuwa mbunge awamu ya 2015 mpaka 20 nikiwa viti maalum wa chama cha kafu. Wakati wote nilikuwa nikipiga ndio katika budget. Na yawezekana mtu akasema kwa nini ni mpinzani amesema ndio. Kwanza nataka niondoe notion ambayo yawezekana watu wako nayo kwamba once wewe ni mpinzani basi lazima upinge kila kitu. Hapana. Na ndio maana tuko hapa bungeni kama wabunge. Mimi kama mbunge wa jimbo la Kigoma Kaskazini, kazi yangu ni kuwawakilisha wananchi. Na wawakilisha kwa kuishauri serikali, kuielekeza serikali na ikibidi hata kuikosoa. Sasa tumekuwa katika bunge la budget, tumechangia katika wizara tofauti, tumeonyesha madhaifu ya wizara husika ambayo yapo katika jimbo la kila mtu na eneo lake. Tumesema, tumekuja katika kupitisha budget, waziri wa fedha ameileta budget, tumesoma. Kazi ya mbunge ni kuielekeza serikali, kuishauri serikali. Mambo yote ambayo mimi kama mbunge wa jimbo nimeyafanya. Nimepitia bajeti ya waziri wa fedha, yale madhaifu ambayo nimeyaona yanakwenda kuwa mzigo kwa serikali, nimeishauri serikali na nimeainisha. Kama mnakumbuka, jana nimezungumza, nikasema kuhusu kodi ambayo naona kabisa itakwenda kuwakandamiza bodaboda. Nimesema na nimeshauri serikali waitoe hiyo kodi, lakini withholding tax ya final withholding tax ya 1% kwa wanunuzi wa mazao ghafi, nimeelezea pia, nimeshauri serikali kwamba iondoe, itakwenda kuweka mzigo kwa wananchi. Sasa yale madhaifu, mimi kazi yangu, wajibu wangu ni nini sasa? Wajibu wangu ni kuiambia serikali kwamba kwenye hii budget ambayo mmeleta 1, 2, 3 kuna udhaifu, nendeni mkabadilishe. Lakini kwenye budget hiyo ambayo ina udhaifu, yako mambo ambayo ni mazuri na wananchi wa jimbo langu watabenefiti nayo. Kwa hiyo sasa ukiniambia kwamba leo mimi nikatae, tafsiri yake ni kwamba sasa hata yale mazuri ambayo yangekwenda kuwanufaisha wananchi wangu wa Kigoma Kaskazini, maana yake siyataki. Kwa hiyo wajibu wangu ni nini sasa? Na yapokea yale mazuri, na ielekeza serikali, na ishauri, na waonyesha udhaifu uko wapi, waende wakapitie, warekebishe. Na mheshimiwa waziri amekubali, amekili yale ambayo hoja za wabunge ambazo wanaziona zitakuwa changamoto kwa wananchi. Anarudi kukaa na jopo lake, yapo ambayo wataona wayatoe. Na kwa hiyo mimi sioni shida kama mpinzani kusema ndio katika budget. Kwenye budget kuna mazuri ambayo mimi nataka. Iko miradi ya maendeleo ambayo tutapata maji, tutapata umeme, tutapata mashule, tutapata madaktari na manesi, tutapata vitendea kazi, tutapata barabara. Yapo, yamepita. Sasa nikatae? Wananchi wangu mimi wanataka huduma. Lakini yale ambayo nitaona haya yanakwenda kuwaumiza, nimeshawaambia serikali 1, 2, 3, na ndio kazi yangu. Sasa kama serikali itakwenda isiyafanyie kazi, lakini mimi wajibu wangu nimetimiza, wa kuonyesha udhaifu uko wapi, waende warekebishe, tuwasaidie wananchi.